Katika miongo kadhaa sasa, Iran imekuwa moja kati ya mataifa ambayo yameibuka katika eneo la Mashariki ya Kati na kuonekana moja kati ya mataifa yenye nguvu katika eneo hilo. Hii ni sababu ya mataifa makubwa mengine ulimwenguni ikiwemo Marekani na mataifa ya Magharibi kuungana kwa pamoja kuhakikisha ukuu wa Iran hauwezi kuendelea zaidi na zaidi kwa sababu ya maslahi yao, wakiamini kwamba ikiwa Iran itakuwa taifa kubwa katika eneo hili la Mashariki ya Kati, ni wazi maslahi ya nchi za Magharibi pamoja na Marekani yatapotea, na ndio sababu imekuja kuingilia mizozo mikubwa ikiwa ni pamoja na mzozo wa Palestina na Israel. Israel inaamini kwamba kama Iran itaachwa bila kutikiswa na bila bugdha yoyote, huenda ikaweza kuwa na nguvu katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, na moja kati ya mipango kati ya Marekani na Israel ni kuhakikisha Israel inakuwa na nguvu katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Na ndio maana wakati huu Israel inataka mataifa Magharibi yaendelee kuweka vikwazo dhidi ya Iran, lakini pia kuharibu mifumo yake ya nyuklia ambayo wanadhani Iran inatengeneza makombora ya nyuklia, na inaelezwa kwamba ikiwa Iran itakuwa na silaha za nyuklia, basi itakuwa na uwezo mkubwa zaidi kuliko taifa lolote katika Mashariki ya Kati. Wataalam kutoka nchini Marekani pamoja na Israel wanaamini kwamba Wajemi ni moja kati ya watu ambao ni wagunduzi, na wakati huu wameibuka na kugundua mambo mengi ya kisayansi na teknolojia. Wakati huu wametengeneza silaha za kutosha, na wakati huu pia wanarutubisha wenyewe uranium, kwamba hawategemei mtu yoyote wala makampuni kutoka nje yaje yawekeze kwa ajili ya masuala ya urutubishaji wa uranium. Na hii imekuja kuwasaidia kuibuka zaidi na kuwa na uchumi mkubwa katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, ardhi ya Uajemi imebarikiwa kwa kuwa na mafuta pamoja na gesi, jambo ambalo imesababisha pia kukuza uchumi wake. Hili nalo linapelekea mataifa ya Magharibi pamoja na Israel kuhisi kwamba nchi hii itakuwa ni taifa kubwa lenye uchumi mkubwa hapo baadaye, na hivyo njia pekee ni kuendelea kulibugdhi. Lakini kwa nini Iran imesimama imara huku ikijiamini kwamba hakuna namna na hakuna njia ya kuweza kuwabugdhi Wajemi katika eneo hilo? Wachambuzi wa mambo wanasema kuna sababu kubwa mbili. Miongoni mwa sababu hizo ni sababu za ndani, lakini pia sababu za nje. Sababu za ndani zinatajwa kwamba ni pamoja na uwepo wa rasilimali za kutosha, kwa maana rasilimali watu, lakini pia na rasilimali zingine za asili zilizopo katika taifa hilo. Taifa hilo kwa wakati huu limekuwa na idadi kubwa ya wasomi, lakini pia idadi ya watu ambao wamekuwa ni wagunduzi na maprofesa wengi ambao wamejikita zaidi katika masuala ya kugundua teknolojia za kisasa. Iran katika miaka 1980 iliingia vitani na taifa jirani la Iraq. Katika mapambano hayo, Iran iliibuka mshindi licha ya vyombo vya habari vya Magharibi kuandika kwamba vita kati ya Iran na Iraq havikuwa na mshindi, lakini inadaiwa kwamba Marekani na baadhi ya nchi kadhaa ziliingilia na kushiriki upande wa Iraq, na hapo Iran ikatumia nguvu ilizokuwa nazo wakati huo na ikashinda vita hivyo. Na ndio maana inadaiwa kwamba wakati huu Iran ipo tayari kupambana na Marekani, kwa sababu Marekani aliwahi kuingilia vita na Iraq na hatimaye Iran ikaibuka mshindi, na ndio sababu pia ya Marekani kuwa na ugomvi usioisha na Iran. Hivyo Iran inaamini uwezo wa silaha zilizokuwepo wakati huo na hizi ambazo zimeboreshwa wakati huu, ni wazi ina uwezo wa kupambana hata na Marekani, na ndio maana inajitutumua na kuamini kwamba inaweza kupambana na Marekani na Israel wakati wowote, huko viongozi wake wa kijeshi wakina Hussein Salami wakisema tupo tayari kwa mapambano wakati wote, huku wakimsubiri Ayatollah Al-Khamenei atoe idhini ya mapambano. Hata hivyo, Iran katika miaka hii wamekuja kugundua silaha za masafa marefu ambazo Marekani wanazo. Iran inaamini silaha walizokuwa nazo Marekani na wao pia wanazo, na imejaribu kufidia ndege zake za kivita za ndani ambazo kwa wakati huu walianzisha program kabambe za kutengeneza pia na makombora ya hali ya juu. Wakajikita zaidi katika kuboresha mifumo yao ya ulinzi wa anga pamoja na kuzika baadhi ya vituo vyake vya anga, maghala ya makombora na vifaa vya nyuklia vilivyopo katika milima ili kuvilinda dhidi ya silaha za Marekani pamoja na Israel. Na hata hivyo Israel ikatumia kwa kiasi kikubwa mabomu ya kubebea mizigo yanayotolewa na Marekani ikiwa itatokea vita kati yake na nchi hiyo ya Iran.
Hata hivyo, mifumo ya ulinzi ya makombora ya masafa marefu ambayo inaendeshwa na Iran ni ile ya Bavar 378 ambayo imetengenezwa nchini humo, ambapo ilianza kutumika katika miaka 2019 baada ya muongo wa maendeleo na majaribio ambayo imeboreshwa kwa kiasi kikubwa tangu wakati huo. Kadhalika, Iran inajidai na kujitutumua zaidi kutokana na kwamba imekuwa na uhusiano wa karibu na mataifa makubwa ulimwenguni ya kijeshi, ikiwa ni pamoja na Urusi pamoja na nchi ya Uchina. Iran inaamini kwamba kupitia China inanufaika kiuchumi, hasa kuuza mafuta yake, hasa kupata msaada wa uuzaji wa mafuta yake pamoja na gesi, lakini